Mahakama Kuu Divisheni ya Ardhi imetupilia mbali kesi ya madai dhidi ya kampuni ya Katic International Engineering Tanzania Limited inayokabiliwa na kesi ya kulipa fidia ya dola za Marekani milioni 3 sawa na shilingi bilioni 7 za Kitanzania kwa aliyewahi kuwa waziri wa ulinzi wakati wa serikali ya awamu ya 3 Edgar Majogo. Taarifa ya Sabina Ntobi inasomwa na Samson Charles. Katika hukumu hiyo iliyotolewa leo Mei 20 na Jaji Lusungu Hemed ameeleza kwamba hukumu hiyo imetokana na hoja za kisheria zilizotokana na ushahidi wa pande zote ambazo ni kama wadaiwa walivunja mkataba, hivyo kutupilia mbali kesi hiyo baada ya kuridhika kuwa mdai huyo hakuweza kuthibitisha madai yake. Katika kesi hiyo, Edgar Majogo aliwakilishwa na wakili Peter Madeleka ambaye alieleza mahakama kuwa kampuni hiyo ilikiuka masharti ya msingi ya mkataba walioingia mwaka 2008. Madeleka aliomba mahakama iamuru mteja wake alipwe dola za Kimarekani milioni 2.88 kwa ukiukwaji wa kifungu cha 2A na dola 120,000 kwa uvunjaji kifungu namba 1B katika mkataba huo. Aidha, kwa mujibu wa hati ya madai na ushahidi uliowasilishwa katika upande wa mlalamikaji, Machi mosi 2008, Edgar Majogo na kampuni hiyo waliingia mkataba wa upangaji kuhusiana na kiwanja namba 7 kilichopo Oysterbay, Dar es Salaam chenye usajili wa hati namba 100,376 na kisha kampuni hiyo kukiuka masharti ya mkataba waliokubaliana kuhusu ujenzi wa umiliki wa jengo hilo kwa ubia kwa muda fulani. Kwa mujibu wa kifungu cha 2A cha mkataba, Katic ilitakiwa kujenga jengo lenye ghorofa 3 lenye vyumba vya makazi 24 na ghorofa chini, yani basement, kwa gharama zake mwenyewe. Hata hivyo, ilidaiwa kwamba mdaiwa alijenga jengo hilo bila kujumuisha ghorofa ya chini, kinyume na masharti ya kifungu hicho pamoja na kifungu cha 4F. Kwa hiyo msingi wa maamuzi ya mahakama leo kwenye hukumu ya leo ni kwamba mdai ameshindwa kuthibitisha namna gani alivyopeleka michoro ikathibitishwa na mamlaka za serikali, lakini pia kuwezesha jengo lijengwe. Kwa maana hiyo anaona hakuna uvunjaji wowote wa mkataba na amelitupilia shauri hili mbali bila gharama zozote, kwa kuzingatia mahusiano yaliyopo kati ya mdai na mdaiwa. Sisi hatujaridhika na uamuzi wa mahakama na bado hatujapewa nakala halisi ya hukumu hiyo, lakini kifupi tu ni kwamba tutakata rufaa. Tutakata rufaa kwa sababu tunaona kuna kasoro kubwa zimefanyika katika kutoa uamuzi huu. Kwanza, jaji hajakwenda kujibu hoja iliyobishaniwa, hoja ambayo ilikuwa inataka mahakama iseme kama kwa kuto kujenga basement, yani gorofa ya chini, mkataba unakuwa umevunjwa au haujavunjwa. Kwa hiyo mahakama haikujipa nafasi ya kwenda kuangalia kama basement imejengwa. Sasa kwa sababu mahakama inasema imekwenda kuamua kitu kingine ambacho sicho tulichokuwa tunabishania, tutakata rufaa baada ya kuwa tumeshapata nakala halisi ya hukumu na tutaisoma na kujua hasa sasa tunakwendaje mbele. Mimi ni Samson Charles wa hapa East Africa TV. Asante Samson Charles. Mtazamaji, endelea kutuandikia maoni na kutufuatilia kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa TV, lakini pia kupitia kwenye mitandao mingine Facebook, Instagram pamoja na X. Kote huko tunapatikana.